Sikiliza hii story, nataka nikupe uhatari wa mnyama anayefahamika kwa jina la nyati au mbogo. Hii ni true story kabisa, ilitokea katika hifadhi ya taifa ya Katavi. Na kumbuka nilikuwa niko mwaka wa pili chuoni. Kulikuwa mwaka wa pili, tulikuwa tumeenda kwenye tour katika hifadhi ya taifa ya Katavi. Sasa tukiwa katika banda zile cottage, ilikuwa ni majira ya usiku. Usiku unaanzia saa moja. Ilikuwa ni saa moja usiku, kitu kama saa moja na dakika 29 hivi. Muda wa kupumzika, tumetulia pale, tumeshapewa sheria za pale. Tulikuwa tunasubiri dina yetu, tulikuwa tunakuja kuchukuliwa saa 2:30. Sasa bwana, kumbe katika group letu kulikuwa kuna watu ambao walikuwa na penzi jipya. Yaani kuna watu ambao walikuwa wanapenzika. Sasa kuna wavulana tulikuwa tuko kwenye upande wetu na mabinti walikuwa kwenye upande wao. Maana unajua kozi kama kozi msafiri mnakuwa watu wengi. Basi sasa binti mmoja na bwana mmoja wakawa na chati kwenye simu, wakikubaliana watoke waende kutana kwenye mbuyu fulani nje pembeni kidogo, umbali kama wa mita 10 hivi kutoka kwenye bandas ambazo tulizokuepo sisi. Basi mwanaume akatangulia mpaka chini ya ule mbuyu. Akana mchatisha sasa mwanamke, bwana njoo mwanamke, mimi naogopa na nini. Sasa alipokuwa chini ule na nilipale, ule mwanga wa simu ukao unaonekana kipindi wanachati. Pembeni yake kulikuwa kuna nyati ambaye alikuwa amejeruhiwa. I say hatari sana. Yule nyati akawaona ule mwanga pale, akasikia harufu ya kiumbe tofauti, tayari alishakuwa confused, alishakuwa na hasira. Yule binti akiwa bado hajatoka kule ndani, yule jamaa akasikia kuna kitu kama kinanguruma. Mwamba kugeuka hivi nyati. Jamaa akajua nimeisha. Akaanza kukata mbio nyati huyo hapo. Sasa kuna zile banda, kuna ngazi za kupanda. Unapanda afu nafika juu ndo kuna mlango. Kumbuka muda huo na mlango umefungwa. Lazima afike agonge kwa rafiki yake ile mwaga. Yule jamaa afungue pale. Umeona? Sasa isha kuwa ni ya kushtukiza. Anafanyaje? Ikabidi tu akimbie huko kondo kwa usalama. Sasa jamaa kipindi anakuja, kupanda kwenye zile ngazi 1 2 3 akateleza. Kumbe nyati alikuwa shamweka kwenye target. Akifika pale kwenye usawa wa mlango, aende ambamize pale kwenye mlango. Umeona shule ilivyokuepo? Basi jamaa alivoteleza, nyati alikuwa shajiandaa kaenda kabamiza kwenye ule mlango. Ule mlango ukafunguka moja kwa moja, ukafungukia ndani kwa babake. Jamaa wale mkojo chwa. Hatari, ilikuwaje? Wewe ni follow tu sasa ya pili.